mambo ya uongozi kutoka kwake. Na vile Alex amesema hapa, kulikuwa na mama nyuma ya huyu mzee ambaye alimpanga. Vile mmesikia nguo anavaa, suit, napiga pasi nguo, nampangia maneno, na huyo mama ndio huyu leo amelala hapa. Tunasema poleni sana. Mutio missing. Nilipata habari kutoka watu wengi wakati mambo haya yalifanyika. Nikapata message ya Alan, nikapata message ya viongozi wengine wengi, head of public service, watu wengi wakanieleza. Na ilikuwa imefika mwisho. Hata ndio mimi nilikuwa kati ya watu nilikuwa nauliza jamii ya mama huyu mzee na watoto wake. Hatujasikia mama huyu akiwa mgonjwa, hatujasikia ni mambo gani ilitokea. Lakini sasa tumeelezwa na tunasema poleni sana. Mambo ya ugonjwa ya saratani tunajua imelete maafa mengi katika taifa letu. Na ndio sababu hiyo hata tukabadilisha sera ya serikali, tukawa na universal health coverage, ambayo kwa sasa ugonjwa wa saratani tumeweka mpango kwa program ya SHA, kwamba mwananchi ambaye anapata ugonjwa wa saratani anaweza kutumia pesa ya SHA mpaka ifike 8,000. Pale nyuma kwa NHIF ilikuwa na maneno. In the last 1 year tumelipa zaidi ya wagonjwa 43,000 shilingi bilioni 9.5 peke yake kwa mambo ya kansa. Na ni kwa sababu watu wengi wanapata kujua ugonjwa wa kansa ikiwa imechelewa. Na ndio nawauliza sisi wote tulio hapa, vile imesemekana pale mbeleni, ni vizuri kila mwananchi uende hospitali ukaguliwe, ndio ugonjwa wa kansa ikipatikana mapema ni ugonjwa ambayo inaweza kutibiwa. Shida ni kama fika stage ambayo matibabu inakuwa ni matatizo. Kama ugonjwa wa mama Zipora ingejulikana mapema, hatungempoteza. Lakini alijulikana akiwa stage 4, nimesikia kutoka familia, na kwa hivyo ilikuwa imechelewa. Sisi ambao tuko na bahati ya kuishi, nataka niwasihi wananchi wote, kienda hospitali, tafadhali chukua muda mdogo kujaribu kupima kama uko na ugonjwa huu wa kansa, ndio tuweze kufanya mambo ya matibabu mapema. Poleni sana, pole mzee Henry kwa kumpoteza mke wako na mama wetu na gogo ya watoto hawa. Na tumekuja hapa kwa sababu ya kuungana na familia na watu wa Nandi County, kwa sababu huyu mzee Henry alichangia sehemu kubwa ya uongozi katika sehemu hii na katika taifa letu la Kenya, kama waziri, kama kiongozi, na ndio leo tumekuja hapa kama marafiki. Umesikia Gladys pia amekuja hapa kwa sababu tumekuwa pamoja katika mambo safari hii ya siasa. Na sababu hiyo tumejenga urafiki na watu wengi. Amekuja hapa mzee kusema leo pole sana. Kwa kumpoteza mama huyu, na kuna vile Mungu
vile kwa mpango ya Mungu atakusaidia, atasaidia familia yako, atasaidia hawa vijana, watoto na wajukuu, ndio waweze kustahimili na kuwafariji, ndio tuweze kutembea kwa pamoja. Mambo yale mengine yamezungumzwa na viongozi hapa, ni kwa sababu Henry alijulikana sana kwa mambo ya maendeleo. Na unasikia mbunge wenu hapa anasema, gavana anasema, hawa viongozi wote wanasema mambo ya maendeleo, kwa sababu familia hii ya Henry Kosgei iko na uhusiano mkubwa na maendeleo katika Nandi County na katika taifa letu la Kenya. Hata na sisi tunaotoka kule Uasin Gishu tulipata kumjua kwa ile kazi alitufanyia kama kiongozi. Na ndio sababu hiyo haya maneno yote mmeyasema, maneno ya barabara ambazo tumeongea na viongozi, hizo barabara zenu, hawa viongozi wenu wanajua mahali tumefikisha. Kwa bajeti yetu ya mwaka huu tuko na shilingi bilioni 5 ya Nandi County ya kusukuma barabara zenu. Hapa Nandi County tuko na shilingi bilioni 1.8 ya stima. Hapa Nandi County tuko na pesa ya kujenga stadium hapa ambayo itakamilika karibu shilingi bilioni 1. Pia hospitali ya Kapsabet hapo pia huyu gavana wenu aliniambia nimsaidie. Nimetafuta milioni 400 ya kuinua hiyo hospitali. Wakati tunajenga ile ingine Eldoret, tunajenga ingine kule Kericho na zingine, ndio tuweze kutembea kwa pamoja. Vile vile mpango huu wa SHA ambayo gavana wenu wamesema, tunashirikiana national government na county government. Kwa muda wa mwaka mmoja na miezi 5, Nandi County tumetuma pesa ya SHA shilingi bilioni 1.6, 1.6 billion ya kulipa mahospitali kwa wale wananchi ambao wameenda hospitalini, na tunaendelea na kazi zile zingine zote. Nilikuwa hapa Nandi County nafikiri miezi 3 hivi iliyopita kuhandover affordable housing ya kwanza. Kuna zingine manyumba 2,800 zinaendelea kujengwa hapa Nandi Hills, Kapsabet na towns zile zingine. Budget yetu ya Nandi County ya affordable housing, markets na hostels ni shilingi bilioni 17 ambayo tumeweka katika budget yetu ya Nandi County kujengea nyinyi masoko. Tunajenga masoko 15, tunajenga hostels ya vijana zaidi ya 3,500, na tunaendelea na kusukuma mambo ya maendeleo katika sehemu hii, na vile vile tunafanya hivyo katika kila sehemu ya Kenya. Na tunafanya hivyo kwa sababu tunataka kutengeneza taifa yenye iko na usawa. Pale nyuma kumekuwa na malalamiko kwamba rais akitoka mahali fulani maendeleo inaenda kule peke yake. Rais akitoka kona fulani wao ndio wanafaidika. Ndio mlisikia wengine wakijaribu kuongea mambo ya shares, maneno ya ujinga ya mambo ya zamani. Kenya ya sasa ni sisi wote kuungana, kushirikiana, kufanya kazi kwa pamoja. Na tukishirikiana tufanye kazi kwa pamoja, maendeleo itapatikana ya kutosha kila sehemu ya Kenya. Mimi nataka niwahakikishie, mkiona tumeajiri walimu 1,100 kwa miaka 3. Na tumeajiri walimu kila sehemu ya Kenya. Hii program ya affordable housing inaendelea every part of the Republic of Kenya. Ukienda Eldoret iko na manyumba ghorofa, ukienda Kisumu, Kakamega, Garissa, Mombasa, everywhere. That is how you develop a nation. Na ndio tunaendelea na hiyo safari namna hiyo.
Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba Nandi County itakuwa katikati ya haya mambo ya maendeleo ambayo yanaendelea katika taifa letu la Kenya going into the future. Kwa hivyo itarudi hapa tena kwa shughuli ya mambo ya maendeleo. Nimesikia yale viongozi hawa wamesema, maneno ya mashule hapa kidogo kidogo kwa ine sajengwagin kasom mjumbe na bayu ngesom jajang e bayin suguli kiteje library million gonom ngebono okay ai sajengwag million gonom nyo pjeje suguli jota jo oleji onde taman sugul nigemwa ngyo inde taman sugul itagangyo inde sosom nigemwa niga otesetai kotanyo betut no aga nyege ngalal chikachanga. Leo mimi nataka niseme poleni sana kwa watu wa Nandi County. Tunazidi na kupeleka mambo ya taifa letu la Kenya mbele. Nataka nishukuru bunge, jana walipitisha sheria ya kutengeneza pesa ya Kenya tukienda mbele. Na nashukuru bunge zaidi kwa kuweka wazi na kutoruhusu watu wa porojo na fitina na propaganda waendeshe propaganda zao katika taifa letu la Kenya. Kwa mara ya kwanza waliulizwa kule bunge, kama unasema kuna kipengele fulani inadhuru wa Kenya kwa njia fulani, tuonyeshe kipengele hiyo ni gani. Walishindwa kwa sababu ni matapeli na ni waongo. Na sababu hiyo ndio mimi nawauliza wa Kenya, tusikubali siasa inayoendeshwa kwa chuki, kwa ukabila, kwa fitina, kwa propaganda, kwa kiburi na kwa kugawanya watu wa taifa letu la Kenya. Mimi nawasihi wa Kenya, kila kiongozi ambaye anasema ile anasema, kwanza aulizwe maswali ya ukweli ya maneno yale wanayosema, ndio tuweze kuwa na taifa ambayo iko na msingi sawa sawa. So mimi nawashukuru wabunge, kwa wale wabunge wote waliopitisha hiyo sheria. History will record that when a time was required to stand for country, you were there. Leo kupitia kwa hiyo finance bill tumeongeza pesa ambayo inaenda kwa mahospitali. Shilingi bilioni 21 naweka kwa KEMSA, ndio madawa ipatikane katika mahospitali zetu zote. Mnajua tumekuwa na matatizo, wananchi wengi wanaenda kwa hospitali, lakini wakifika hospitali wanaambiwa enda nunua dawa, hakuna dawa. Ni kweli ama si kweli? So ili kukomesha haya maneno ya kukosekana kwa madawa, kwa hii budget tumeweka pesa for the first time, serious resources in KEMSA to make sure that kila county, kila zahanati, kila hospitali ipate madawa ya kutosha, kwa sababu dawa ni haki ya kila mwananchi anapokuwa mgonjwa. Kwa hiyo budget tumeweka pesa ambayo itatusaidia kwa mambo ya kilimo. Nyinyi mnajua mbolea ilikuwa inatusumbua na bei ghali hapo nyuma. Kwa hii budget ambayo imepitishwa jana, nitaweka sahihi next week, tumeweka bilioni 18 ya kulipia subsidy ya mbolea na mbegu. Hapo nyuma tulikuwa tunalipa subsidy ya mbolea peke yake, sasa tumeongeza mbegu juu yake. Na tumeona tofauti, mbolea ikiuzwa 7,000 wachache wananunua, kilimo inarudi chini. Wakati tulipunguza gharama ya mbolea, tukaona productivity ya kahawa, ya chai, ya mahindi, ya ngano,
ya sukari ama miwa ikaenda juu. That is why naongeza pesa ambayo inaenda kwenye subsidy. Mimi nashangaa wale walikuwa wanapinga subsidy ya mbolea, wanapinga kwa sababu gani? Nyinyi ambao mnapinga ati tuongeze pesa ya KEMSA ndio madawa ipatikane kwa mahospitali, mnataka wananchi wafanye namna gani? Kwa hiyo budget tumeweka mambo ambayo itabadilisha. Tumeongeza pesa ambayo inaenda kwa counties by another 15 billion shillings, pesa ambayo inaenda kwa counties, ndio counties waweze kusukuma mambo ya maendeleo pale mashinani, na mambo mengine mengi ambayo tutawatangazia next week kwa ile maneno ambayo tumefanya pale, ambayo itatusaidia kupeleka Kenya mbele, kwa sababu elimu ni kitu ya muhimu. Pia tumeweka pesa ya kutrain na kupromote walimu 1,100 katika taifa letu la Kenya. In the next 1 year, we are going to retool, reskill and promote 100,000 teachers, kwa sababu wanatusaidia kusomesha watoto wetu, na kwa sababu elimu ni kitu ya muhimu sana katika taifa letu, na shughuli zile zingine zote ambazo tutashirikiana tukipeleka taifa letu la Kenya mbele. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba ile maneno tulisema tukitafuta kura, najua watu wengi wamekuwa wakizunguka, hii maneno William Ruto anasema haiwezekani, sijui ni uongo. Mimi nataka niwahakikishie maneno tulisema, maneno ya elimu tulisema tutabadilisha, tumebadilisha. Walimu tumewaajiri, budget ya watoto wetu kusoma. Wakati nimekuwa rais mara ya kwanza, budget ya elimu ilikuwa bilioni 500. Katika budget ambayo tumepitisha jana ni bilioni 784. We have increased the budget for education kwa sababu elimu ni ya muhimu. Universities karibu zilikuwa zinafungwa. Tumeongeza pesa ya Higher Education Loans Board kutoka bilioni 15 in 2022 to 56 billion this budget, kuhakikisha ya kwamba watoto wetu wote wako katika technical training colleges, wako KMTC, wako university, wanapata pesa ili wasikose nafasi ya kusoma. Pia tumeongeza pesa ya kutosha ya capitation, ya scholarship, ya bursaries, ndio tuhakikishe kila mtoto wa Kenya anapata nafasi ya kusoma. Vile mmesikia Musalia akiongea, nilipata nafasi ya kuketi chini na rais wa Korea katika hiyo mkutano ya G7 kwa kirefu, kwa sababu Korea ilikuwa kama nchi kama Kenya miaka 60 iliyopita. Ilikuwa nchi ilikuwa na umaskini mingi. Leo Korea is a first world country kwa sababu waliweka pesa kwa elimu na wakafanya maamuzi ambayo ilibadilisha nchi yao. Sisi pia tutabadilisha hii Kenya yetu, itoke mahali tulipo ikuwe first world. Nyinyi mnanielewa? Halo gose juta omwa tutabadilisha hii nchi, na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba hii Kenya tutaibadilisha, na haitachukua muda mrefu. Hii Kenya hii tutaibadilisha, it will not take long. Ni kweli nilikuwa katika mkutano wa G7 na maneno tulisema pale ni maneno ambayo tulikubaliana kama viongozi wa bara letu la Afrika mwezi uliopita katika mkutano wa
Africa Forward, na tukakubaliana Afrika si nchi maskini ama si bara maskini. Tuko na pesa katika bara letu, tuko na pesa ya pension funds, tuko na pesa ya insurance companies, tuko na pesa ya central bank zetu trilioni 4 dola, $4 trillion. Tuko na pesa. Ile matatizo iko hapa ni organization na uongozi. So tukawaambia wale, sasa tunataka kukubaliana na nyinyi, badala ya sisi kuja kukopa pesa yenu, tunataka tukubaliane, mtupatie guarantees, sisi tupange pesa yetu, kila mtu ajipange na pesa yake, tuweze kuendesha taifa letu na tuende kuendesha bara letu. Nasikizeni, niwaeleze. Tumekuwa tukisumbuka na hii jambo la housing. Tumezungumzia, ilikuwa serikali ya NAK, ikakuwa serikali ile ingine, ikakuwa serikali ile ingine, haijafanyika. Lakini leo katika taifa letu la Kenya tunafanya program ya housing. Nyumba 1,300 inajengwa. Hostels ya watoto 1,180 inajengwa. Masoko 480 ikiwemo masoko 15 ya Nandi County inajengwa. Na sio pesa tumeenda kukopa, hapana. Sio pesa tumesaidiwa na mtu, hapana, ni pesa zetu. Ile ilikuwa inahitajika ni mtu ya kuamua na akili. Na hivyo ndivyo tutakavyojenga taifa letu Kenya. Hatuwezi kujenga Kenya kwa omba, hatuwezi. Tutajenga Kenya kwa akili na kwa pesa zetu. Yes. Na tuko na pesa. Hii Kenya iko na pesa. Msikuwe na wasiwasi. Ile mtu ya kupanga ndio alikuwa amekosekana. Na mimi niko hapo. Tapanga. Ni mnanielewa? Yes. Pesa ilikuwa kwa NSSF. In 2022, pesa ilikuwa kwa NSSF ilikuwa bilioni 312. Na hiyo pesa tumekusanya for 60 years. 312 for 60 years. Kwa miaka miwili hiyo pesa kwa NSSF imeongezeka kutoka bilioni 312 sasa ni bilioni 680. Kufikia mwaka ujao itakuwa trilioni 1. 5 years, 10 years, hii Kenya itakuwa something else. Kwa hivyo tulizeni boli, mambo bado. Yes. Sio kama tunaelewana? Hivyo ndivyo wengine wamebadilisha nchi zao. Na sisi tubadilishe yetu. Tuache ukabila, inatuletea hasara, inatugawanya, inaturudisha nyuma. Tuache fitina na matusi na kiburi na mambo haya ya chuki. Haiwezi kusaidia mtu yeyote. Sote tunaweza kufaulu kama taifa moja, na Mungu anajua ni kwa sababu gani sisi jamii zote tunaishi katika nchi moja. We are one people with a common destiny and we must work together. And I want to ask all the leaders we work together. Sio kama tunaelewana. Nakubaliana na yale yamesemekana ya kwamba we do not want a violent nation. Shida ya dunia hii, mtu akikosa mpango, akikosa akili, kama akili yake ni kidogo, anatafuta fujo. Ndio mnaona iko goons all over the place. Because our goons ni watoto innocent. Wanatumiwa na wanasiasa bankrupt, mwenye hawana akili, anaenda anapanga fujo. Napiga watu, naleta hasara. So Bwana Murkomen na jeshi yako ya polisi, goons wote wanyoroshwe kiboko. Kwa sababu na watafutwe wale wenye kulipa hawa watoto.
Yes, watafutwe, kwa sababu huwezi kuacha mtoto yako nyumbani, unaenda kulipa mtoto ya mwingine, unampatia mawe, unampatia panga, rungu, aende apigane na watu wengine. Why? Na sisi ni nchi ambayo tuko na taratibu, tuko na heshima, tunafuata sheria. Sisi ni watu ambao wanaamini demokrasia. So as an organized society, a responsible country, a society that believes in the rule of law, that respects the rights of everybody, we want going forward to respect the rights of everybody. Mimi nimeamua ya kwamba katika taifa letu la Kenya, hata wale walifanya maandamano 2017 huko na hawa wengine wote, wale waliuawa tutawalipa fidia familia zao. Wale ambao walipoteza mali yao tutawalipa. Wale ambao walijeruhiwa tutawalipa. Lakini tunataka kufanya hivyo ndio tufunge hiyo chapter, tuwe ni watu wangwana wa kutembea kama wanademokrasia, bila ya kupigana, bila ya fujo, bila ya vita, ndio Kenya iweze kusonga mbele. That's what we want. So we must protect the rights of everybody. Those who have issues, they want to protest. Those who have petitions, their right is guaranteed. But so is the right of children to go to school. And citizens, farmers to go to the farm, business people to go to do their business, workers to go to work, and everybody must do their thing respecting the right of everybody. One right cannot be subordinate to another right. Sisi wote tuheshimu sheria. Na vile waziri amesema, kama unaenda kwa maandamano unabeba mawe na sijui panga na marungu, wewe si mtu ya kuandamana, wewe tutakushughulikia. Na kuna tafadhali, tutakushughulikia. Yes. Kwa sababu we want a peaceful country. Uwezi kuwa unajifanya unaenda maandamano, unaenda kuharibu mali ya watu, unachoma mali ya watu, unaumiza watu wengine. That is not acceptable. Na hawa viongozi wanaendesha hiyo maneno, wajipange vizuri. Kwa sababu uweze kupanga vita alafu ungoje. Lazima we must explain ourselves, how is this thing going to work. So tutaendelea namna hiyo. Na vile vile mimi nataka niwaulize, wakati tunaenda hii safari, tuungane na tushirikiane na tufanye kazi kwa pamoja. Koine mama jama kusirio kam nyone amwae alen mutyo arap Koskei kaibu mutyo nebo kainyu ak lagok ak biik chechang kemwoe kelen mutyo mising. Kakas ngalek chekaomwa biikab Nandi eng yu, amwa ngalekab Keben dam no moche kenyoru beek, mi ngalekab barabarosiek, mi ngalekab maendeleo chebo koroni tugul ni. Ngalal komie. Atinye biik kabisa kiongozi chechang che mameche koimgei bichu akomi. Waiso. Ongen Felix? Ongen arap Koskei Felix? Paulita nama Paulit. Ongen ole inene kwerie serikali anan mongen? Kwamache sibatebe rani alechi sin ka ikanye ketebe na maswali Nandi akibunu Nandi si ketebe na maswali kebo kasi gani? Anane. Maine ndaka ko chulchul ngalechu mingechen ning yu sine kyachul oleo. Ko nekonget otar biju. Tinye biik chechang chemi serikalit chekwerie. Mameche kosiel kasit eng yu akomitei asiste arachi emet nin. Amache ateben aki.
Tos mongen akwai kole kikinyorunde serikali? Tos mongen? Makiawe acheng emet olin, ndakikibir acheke kikinyoru. Makiawe alach kolen alake atineni. Komalach acheng choronok rani makitinye serikali. Anane. Olen kikichenge nikinye komakichenge ni ra. Orona ogere ami kesumet ogere ait olo arakuchun. Nice. Awakas ngelion kama Musalia. Kumeche kesire ra yemining, meche kesire ra 60-70% siko papichu kopa one way. Akapangani kopanganak. Mosich wasiwasi. Kiapangani aine kote kotemenani. Wale na katapi manje kisindani ketul ngumagere. So chualak chu kumengin amutakra ngitebe maswali kumengin. Yagera kotageng nyon gilen kole ngolwal. Sasa wewe my friend. Nimekuuliza maswali kidogo. Wewe umekuwa kiongozi hii Kenya 50 years. Hakuna kitu, no record ya kufanya anything except kuiba shamba ya NYS na kujenga jela kidogo mahali fulani. Sasa surely alafu unataka unatuongelesha nini? Mwingine hapo mtu ameiba relief food. Yaani chakula ya watu maskini. Ya watu wako na njaa umeenda kuiba. Hujatosheka na hiyo umeenda kuibia mayatima, umeenda kuibia wajane. Hujatosheka na huko umekuja kulete ukabila, chuki, kiburi ukafukuzwa. Sasa wewe unataka kutupatia ati unatupatia lecture ya saa ngapi? Mtu one term MP. Ati unatuambia one term. Wewe my friend, you don't know who you are dealing with. Na hao wengine hawa. Mtu mwingine mkutano kubwa inapigwa kelele kama hapa analala. Alafu sasa anatuambia maswali, sijui nini. Tunaongea mambo ya sijui nini, sijui maandamano nini, watu wamefanya nini. Kwanza ujajibu maswali ya watu mumeweka Ribayala, mumeua watu, kaweka Ribayala, bado hujajibiwa. Utafanya memorial ya hiyo siku gani? Kwanza ndio ukuje utupatie lecture. These people, they are useless. Wacha niwaambie, hii ni watu wako chini sana. Wako chini. So don't worry. Wacha kwanza nifanye hii kazi, jenge barabara, pange mambo ya masomo, pange hii, niende huko G7, nipange mambo ya Afrika. Alafu tutakutana next year. Owote bije koroni. Mosi jwasi ju ngalalo mami. Amu mengeno mutakra. Onge ago ngaba ko sebi galak nyu. Chebo ka kole ni Giangololji ni muchumbage mama ja makaina simame kaina. Kuleja ingen bwana president ile inye nguno. Ane atinye ngobirwo chikabirwo akot ndabik 20,000 kumaka asije kasi nikilen keregistan bik chu kachanga chu ko kasi ngu amu yene isomo tikura ni kechang chebo emet olin ager ni kaya nyo nalo Erroneous kipse bunget kabisa ni mengen mutakarani yani ameja tebenagi weiso kugile jogine pekin kainetab Kenya arabuto kingon kingen kole wendi aramo yemotenit ko jarasis ko ko ga iyotoni kitinye nyu komagesomjin asis betut age weis koni ka kwalile ninyu ogole ine amu isi kangetin kuraya netasome manebo kenyisiek mut ko kenyisiek chun mi tai olin koba mumurechu anane
mobo murechu sikonyo kosome akichek tai olin anan ne so ong'omekitu kawokas ngawendi acheng'e choronok ngolin komolen acheng'e cheolondo eng inegei acheng'e chemutai keyae tumdo kerate tumdo nemutai so motebena maswali ole keyoe ne eng North Eastern ngakile kemi Mombasa kele kemi ano omoche awuyet eng yu asi keborundano emet okere chu otebena maswali olen kakile kebiyai ne eng tuyet nekami G7 olin ingele chang biik chemakingen akot kele anyway mokony sang'em ng'al chechang so ongikilgei ab chitugul ak ketebi neng'om macherok sine mising amu angen biikab kutit ale king'ololi sine keng'alal yeba ng'alek marikot so ako otepte kalya